Rais wa Marekani Donald Trump ameitishia Irani kwa mashambulizi ya mabomu na kuwekea vikwazo zaidi ikiwa Tehran haitafikia makubaliano na Washington kuhusu mpango wake wa nyuklia. Katika mahojiano na kituo cha habari cha NBC jana Jumapili, Trump alisisitiza kuwa Irani lazima ifikie makubaliano, vinginevyo itaathirika na hatua kali za Marekani ikiwa hawatafanya makubaliano. Kutakuwa na ulipuaji, alisema Trump, akiongeza kuwa lakini kuna nafasi kwamba ikiwa hawatafanya makubaliano nitawekea vikwazo zaidi kama nilivyofanya miaka 4 iliyopita. Katika muhula wake wa kwanza madarakani kati ya mwaka 2017 na mwaka 2021, Trump aliondoa Marekani kutoka kwenye makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 ambayo yaliidhinishwa kati ya Irani na mataifa yenye nguvu duniani yakiwemo Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, China na Urusi. Makubaliano hayo yalilenga kupunguza shughuli za nyuklia za Irani na kubadilishana na kulegezwa kwa vikwazo vya kiuchumi. Hata hivyo, Trump alirejesha vikwazo vikali vya kiuchumi dhidi ya Irani, hatua iliyozua mvutano mkubwa kati ya mataifa hayo mawili. Tangu wakati huo, Irani imekuwa ikiongeza kiwango cha urutubishaji wa uranium, hatua ambayo imezua wasiwasi mkubwa kwa mataifa ya Magharibi na washirika wao katika Mashariki ya Kati. Tehran hadi sasa imepuuza vitisho vya Trump na kusisitiza kuwa haitaingia kwenye makubaliano mapya chini ya shinikizo. Hata hivyo, Irani ilipokea barua kutoka kwa utawala wa Trump kupitia Oman ikihimiza kufikiwa kwa makubaliano mapya ya nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Irani Abbas Araghchi alinukuliwa na shirika rasmi la habari la Irani siku ya Alhamisi akithibitisha kuwa Tehran imepokea ujumbe huo, lakini haijaonyesha dalili zozote za kukubaliana na masharti ya Marekani. Mataifa ya Magharibi yanashutumu Irani kwa kuwa na ajenda ya siri ya kuendeleza uwezo wa silaha za nyuklia kwa kutumia urutubishaji wa uranium unaozidi kiwango kinachohitajika kwa matumizi ya kiraia. Shirika la kimataifa la nishati ya atomiki limeripoti kuwa Irani imekuwa ikiongeza kiwango cha urutubishaji wake, hali inayozua wasiwasi wa kuzuka kwa mashindano ya nyuklia katika kanda hiyo. Kwa upande wake, Irani inasisitiza kuwa mpango wake wa nyuklia ni kwa matumizi ya amani, hususan katika uzalishaji wa nishati kwa ajili ya matumizi ya kiraia. Tehran imekuwa ikisisitiza kuwa inafuata mkataba wa kuzuia usambazaji wa silaha za nyuklia na kwamba haijawahi kuwa na nia ya kutengeneza silaha za nyuklia. Mvutano kati ya Marekani na Irani umeendelea kuwa swala nyeti la kimataifa, huku mataifa mengine kama China, Urusi na mataifa ya Ulaya yakihimiza suluhisho la kidiplomasia badala ya kuchukua hatua za kijeshi au kuongeza vikwazo zaidi. Bwana Mashaka, vipi? Habari ya siku bwana. Mbona kwenye ofisi za mikopo tena ndugu yangu? Ndugu yangu Clever, mikopo inanitoa roho. Vipi wewe kwenye madini? Mimi niliachana na hiyo kazi, maana kwanza mgodi uko mbali sana. Alafu gharama za uendeshaji mitambo kwa dizeli zilikuwa juu mno. Ndugu yangu pole sana. Kweli tulipata shida kwa muda, lakini tulipoletewa nishati ya umeme na serikali ya awamu ya 6, imekuwa ni suluhisho kwa changamoto zote hizi. Serikali ya awamu ya 6 kupitia REA imefanya kazi kubwa kuleta umeme hadi mgodini. Sasa hivi hatutumii tena mafuta. Mashine zinafanya kazi ya kuchota maji na mchanga kwa ufanisi mkubwa. Gharama za uendeshaji zimeshuka. Tunatumia teknolojia nzuri kwa unafuu. Na watendaji wanafanya kazi kwa furaha, na nisikufiche ndugu yangu, pesa tunapata. Unatufikia nishati ni maendeleo, umewaka unatufikia. Tangazo hili limeletwa kwenu na wakala wa nishati vijijini REA.